katika muktadha huu sisi kama shule ambao tuna vijana wa umri mdogo, sisi tunawajibika sasa kutengeneza mazingira ya hawa vijana kuchukua ile mawazo yao na kuyakuza. Ndio wanaita incubation, kama vile yai linalelewa, linatotoa, kuku anakuwa mpaka anakuwa mkubwa. Kwa hiyo ndio sisi kazi zetu kuhakikisha kwamba hawa vijana mawazo mbalimbali ambao vijana wetu wanayo, sisi tunachukua, tunawapa, tunawalea kwa maana ya kuwapa ushauri wa kitaalamu kuanzia jinsi ya kutengeneza biashara, jinsi ya kupata fedha, masoko na kupeleka biashara sokoni na kadha wakadha, na kuhakikisha kwamba ile mawazo yanafika. Takwimu za uanzishaji makampuni mapya zina changamoto, kwa maana ya makampuni mangapi yanafunguliwa, mangapi yanakufa ndani ya mwaka wa kwanza, mangapi yanakufa ndani ya miaka mitatu. Kwa sisi tunahakikisha kwamba ili kuongeza nafasi ya vijana kufanikiwa, tuendelee kuwalea kuanzia wakiwa wako hapa kwa muda wote wako hapa, ili mpaka wanapomaliza chuo tayari wanakuwa wamesha kuwa wazoefu, na bado tunaendelea kuwalea baada ya hapo. Nadhani mliona kuna maduka tumefungua, tumejenga kule. Lengo kuu lilikuwa hilo, kuhakikisha kwamba vijana ambao watakuwa wameshaanzisha makampuni yao na wamemaliza shule wasiondoke, bado tuendelee kuwa nao ili mpaka biashara zikomae. Kuna almost 50-50, wako vijana wana mawazo mbalimbali. Kuna vijana ambao wana mawazo ya kupaka, kuna wa software, kuna wengine tayari sasa hivi wanamiliki Land Cruiser, kuna wana makampuni ya packaging chakula, kuna wana laundry systems za kufua. Kwa tayari tuna makampuni ambayo yameshasogea sana na mapya ambayo yanakuwa. Kwa sisi tunafurahi, na hiyo inasaidia kutengeneza ile tunaita ecosystem ya innovation. Wale ambao wametangulia wanawasaidia wale ambao wanaanza na kadha wa kadha. Sisi tunajitahidi sana na incubator kama hii ni moja kati ya vitu kama hivyo. Na ukifuatilia takwimu kwenye watu walio kwenye incubator yetu, wengi wanafanya vitu ambavyo sio vile walivyosomea. Kwa hiyo tayari mtu kashaanza kuona kwamba labda anasema uhasibu, yuko anapaka asali, au amefungua kitu kingine. Kwa watu wameshaanza kuona mawazo kama haya. Sisi pamoja tutajipambana sana kufundisha watu katika ujuzi mbalimbali, lakini tunaendelea kutoa kozi ndogo ndogo vile vile hapa za kwa mtu aweze kujiongeza kwa jinsi yoyote ile ambayo anafikiria. Kwa hiyo kuna vijana wetu wa degree wanatengeneza batiki. Umeona? Amejifunza wapi? Wanakwenda kusoma, kwa mfano wale wanaotengeneza sanitizer na cleaning product. Wanaenda SIDO wakati bado wako wanafunzi. Wakaenda SIDO wakajifunza, wakamaliza, wakaunganisha na ujuzi wao. Wao walikuwa ni timu kubwa, huyu anajua marketing, huyu anajua kodi, huyu anajua nini. Wakafungua kampuni, ndio wakaendelea kwenda. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kujifunza chochote, wewe jifunze. Ujui lini itatumika. Wewe jifunze.